Sasa baba, utaanza na hii ili la hapa, alafu na hilo kama unaacha kuongeza baadaye. Okay. Sasa hebu tuangalie hii tiba ina agizo lolote kutoka mbinguni? Mwokozi kwa watu wake anatuagiza tutumie nini? Sasa ukisoma kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, ile kwenye ile sura ya pana ambayo nendeni ulimwenguni kote. Ukisoma hiyo sura kwa umakini utaona agizo la Mwokozi liko hapo kwa watu wake katika kushughulikia swala la nini? Swala la afya. Ukisoma kitabu hiki cha sehemu hii, ukurasa ngapi? Hiki ni cha Kiingereza. Wewe soma ile sura ile ambayo inasema enendeni ulimwenguni. Soma hiyo sura. Anasema in the Savior's manner of healing there were lessons for his disciples. Si tunakumbuka Yesu alitema mate akawa kwa yule kipofu, sawa? Akampaka baadaye. Sasa anasema pale kuna namna ambayo Mwokozi alikuwa anatoa nini? Kielelezo. Namna ya kushughulikia magonjwa. Anasema hicho kisa anakieleza juu ya yule kipofu. Baadaye akamwambia aende akanawe. Sasa anasema hivi, the cure could be wrought only by the power of the great healer. Yaani kama si angetamka tu angefanyaje? Yule mgonjwa, yule kipofu angepona. Lakini kulikuwa na kitu Mwokozi alichokuwa anafundisha. Anasema yet Christ made use of the simple agencies of nature. Naona alitumia tu vitu vya nini? Kitu cha asili. Udongo si ni kitu tu cha asili. Na anasema hivi, while he did not give countenance to drug medication. Kwa hiyo Mwokozi hakupeleka kwenye nini? Kwenye madawa ya drug medication. Ni kwamba ni dawa kama zile za hospitali zenye sumu. Kwa hiyo Mwokozi akufanyaje? Hakuelekeza huko. Kwa hiyo Mwokozi kamwe hajaelekeza watu wake kutumia dawa za wapi? Ndivyo, si unajua mmezo mnasita, lakini ndio ukweli. Na hata tukirudi kwenye roho ya unabii tena kwenye sababu vingine tutaweza kuona hiyo maelekezo hayo. Anasema he sanctioned the use of simple and natural remedies. Kwa hiyo Mwokozi ameelekeza, ameamuru kwamba tutumie nini? Dawa rahisi, lakini zile za nini? Za mimea. Dawa za asili. Ndiyo agizo la nani? Kwa hiyo matumizi ya hizi dawa za asili ni agizo kutoka kwa nani? Iko hapa. Na ukisoma pia testimony, anasema njia pekee moja ambayo Mungu ameichagua ni ile ya kutumia njia za nini? Moja tu. Kwa hiyo Mwokozi ametuamuru sisi kama watu wa Mungu, kwa sababu ni agizo lake, tukitumia kwa usahihi ina maana kwamba hakuna tatizo litakalofanyaje? Litakaloshindikana. Na hizi dawa sasa hivi zinafanya miujiza very simple tu, lakini zinafanya mambo makubwa. Sasa kila mtu kuna dawa moja nataka niwafundishe. Hii dawa ni dawa ya kikweli kweli. Tena yani nawafundisha kwa sababu yani ubinafsi umefanyaje? Lakini si kwa mtu wa kawaida hii dawa hawezi kukupa. Ni dawa kweli kweli. Naomba uiandike. Maana sisi hapa tumepewa jukumu la kwenda kusaidia jamii. Sasa usiweke ubinafsi mbele, si ndio? Mimi nimekufundisha kwa nani kabisa, kwa moyo mweupe. Naomba ubinafsi usiwepo. Mna madaftari? Mko tayari? Aya, kabla sijaanza hiyo dawa, naomba kamemea haka mkaone. Kila mtu anani hii hapa. Hebu angalia hii mmea huo.
mnani huo, muone tu inaota hivyo, unakuta ina umeiona huwa inakuwa ni vinani tu kama vifimbo virefu. Sasa hiyo dawa unatoa majani yake hayo. Mnasikiza jamani, wakati mnaendelea unatoa nini? Majani. Alafu unayatwanga. Kawaida yake huwa inakuwa kama yananata hivi. Sasa unachukua na mafuta kama mfano ya ng'ombe au hata yale ya kasuku. Unachanganya ndani yake. Alafu unafunga kwenye kitambaa na hasa cha cotton. Alafu unatafuta aidha bati, kitu cha kuweka juu yake ambacho kinapata moto. Kwa hiyo kama ni bati, unachukua mkaa unaweka chini, alafu unachukua hii dawa unafanyaje? Unakaza pale inapata nini? Hii dawa ni nzuri sana kwa kutibu huo ugonjwa wa kupooza. Kwa hiyo unaanza kumkanda mtu, unamkanda mtu, unakwenda naye unamkanda mpaka sehemu zote ambazo zimefanyaje? Zimeparalyze. Kwa njia ya kufanyaje? Unakanda asubuhi na jioni, unakanda asubuhi na jioni. Hata yule ambaye unakuta bahati hawezi kutembea, labda amepata kupooza ambako hakukusababishwa na ajali. Unakuta mwingine tunaona anapooza. Anaanza kusikia ganzi, anasikia maumivu ya nani ya mifupa, misuli inauma, basi hiyo dawa ukitwanga, ukachanganya na hayo mafuta ukao unamkanda asubuhi na jioni, imesaidia. Hata mtu kama hata alikuwa hawezi kabisa kutembea, huwa imeamsha wengi wanatembea. Tumeelewana? Kuna mtu ana swali hapo? Hiyo dawa unachukua majani yake. Hiyo dawa unaitwanga. Ukishaitwanga huwa yenyewe inakuwa kama inanata. Alafu unaichukua unaichanganya na aidha kama una krimu ile ya ng'ombe, aidha hata mafuta yale ya kasuku mazito, unaichanganya ndani yake. Alafu unachukua kitambaa unaifunga. Ukishaifunga unachukua kama ni jembe, aidha una bati, unaliweka juu ya mkaa au jiko, linapata moto. Alafu unaweka ile dawa juu ya nini? Inapata moto. Ukishapata moto wa kiasi, uwe makini usije ukambabue mtu. Kwa hiyo unaiweka pale, ikishapata moto kiasi, unachukua hiyo unaanza kumkandia nani? Yule mgonjwa aliyepooza ama ambaye anasikia kama anakufa ganzi. Na hata wale wenye maumivu sana ya mgongo. Yaani wale unakuta mtu amepata sana maumivu ya nini? Ya mgongo, hawezi kabisa kutembea. Ukichukua hiyo dawa unamkanda hizo sehemu za nini? Za mgongo hizo unamkanda una asubuhi na jioni unamkanda. Mara nyingi kwa kweli imefanikiwa. Na hata kama mtu amepooza huku chini kote, hawezi kutembea. Bila kwa labda sababu sio ajali. Hiyo dawa ukitumia kumkandia mtu, mara nyingi imefanyaje? Imeleta mafanikio. Kwa hiyo swala la kupooza hilo unakuwa umelitatua. Sasa tukitafuta majina ya kienyeji, wewe ona tu sababu nimewapa sample, wewe ona, alafu ijue kwenye nini? Wewe ijue kwenye nini? Kwenye kabila lako. Umeiona? Naam, okay, labda nisaidie jina lake. Bwana asifiwe. Hii dawa aliyowaonyesheni, mimi nilipokuwa Nairobi nimeisoma chuoni, inafanya mambo makubwa hata kwa ajili ya kutibia mifugo iliyovunjika au ambayo inaelekea kupooza. Kuna magonjwa makuu matatu ambayo huu mmea unatibu. Huu mmea Waingereza wanaoita German chamomile au chamomile of German. Na kazi unayoifanya huu mmea, kuna chamomile za aina hizi. Kuna German chamomile, kuna hii chamomile ya kawaida, hii ni ya asili. Hiyo ni asili. Sasa ndio na okay. Sasa ukiitumia hii ili ifanye kazi vizuri, unatakiwa upate mafuta ya mnyonyo. Yameongezewa hapo mafuta ya mnyonyo. Okay. Kisha unaiweka kwenye bati inachemka.
kama kuna mtu ambaye mgongo umeshindikana. Lakini pia nikiwa pale Migori, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Timothy Oro. Niliwahi kuletewa mzee mmoja ambaye alikuwa amepoteza pesa nyingi sana kwa ajili ya matibabu, kwa ajili ya tatizo la arthritis, maumivu ya mifupa ya ndani kwa ndani. Basi unapoichemsha ukianza kukanda kuanzia mgongoni, unashuka mpaka chini kwenye miguu kote, yale maumivu ya ndani kwa ndani, yale yanayouma, unasikia mifupa inatafuna, yote yanakata na mtu anakuwa mzima. Unaona, lakini nataka niwaongezee kitu kingine. Sehemu hiyo hiyo, ule mnyonyo wa kawaida mnaouona, yale majani yake, mnaufahamu mnyonyo? Okay. Yale majani yake ukichukua na mbegu zake za mnyonyo wanaita kubangua, ukazibangua ukatengeneza mafuta, kisha ukachukua majani ya mnyonyo hayo hayo ukayaunguza, ukayachoma, ukamkanda mtu aliye paralyze, matokeo yanakuwa kama meri hiyo hiyo. Kwa hiyo na mnyonyo pia unaponyesha. Asante. Haya, na huo mnyonyo kama umevimba, kuna maumivu makali sehemu mnyonyo, yale majani yake ukiyachemsha unakanda. Haya, habari imeisha. Okay, tunakwenda jamani. Haya, sio kwamba nimalize. Ipi? Hiyo tumemaliza, na kwenda nyingine. Muda. Okay, ngoja malize kwanza Rabuya. Okay, basi okay. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ndugu aliuliza swali akasema hivi, kuna mtu aliyetumia madawa ya hospitalini, tunasema hospital drugs au drugs of hospitals, au madawa ya kizungu kwa lugha rahisi. Unapoyatumia yale huwa yanakwenda yanafika sehemu yanaukataa mwili. Iwe ni vidonge, iwe ni sindano. Sindano kuna sehemu unafika sehemu zinadunda, mwili wote umetoboka, lakini hata haziwezi kukusaidia. Zina tabia hiyo. Sasa ni nini ambacho anaweza kukifanya mtu ambaye amekwisha pata athari kama hiyo? Wangapi wanaofahamu mti wa mwarobaini? Wanyoshe mikono. Mkuyu, maganda ya miwa, kifuu cha nazi. Haya, vyote hivyo unaviunguza, unatengeneza chako. Mwarobaini, kuna kimoja nimekisahau, mkaritusi, eucalyptus, si mnaujua? Mkaratusi, mkuyu, maganda ya miwa, yani yale yaliyokwisha tafunwa kisha yakawa makavu, kifuu cha nazi. Unaviunguza vyote pamoja, vinakuwa kama mkaa. Kisha ule mkaa unauchekecha, unapata unga mwepesi laini kabisa. Basi unachemsha maji, unafanya kadirio kama la milizi 200, manake kama robo lita. Unakunywa asubuhi, unakunywa mchana, unakunywa jioni. Asubuhi, mchana, jioni. Sumu zote zilizotokana na zile chemical zitajimaliza mwilini, na ukienda kupimwa utaambiwa hauna sumu mwilini tena. Kwa hivyo utakuwa umeondoa sumu zote mwilini kwa njia hiyo tu. Asante. Peleke taarifa hiyo. Yule alitoa ile taarifa apeleke akampigie mgonjwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natamani kuuliza kwamba huo mkaratusi unachukua magome au mti wote? Unachukua mti wote. Yeah.
Okay. Jamani, tuna vitu vingi, hata hapo tunapoendelea na vitu vinakuja kichwani. Haya, kuna wale wanaopata maumivu ya ajali, umekimbia sio bodaboda, maumivu ya kifua sio maumivu yale ambayo yanachukua muda mrefu, yanasumbua. Hata umeanguka tu hapo ikatokea sasa unapata nini? Maumivu ya mwili. Dawa yake unachukua, unaofahamu mkaratusi ule unaonukia. Unajua kuna aina mbili pale. Ule mkaratusi majani membamba, alafu unafanyaje? Unanukia. Unachukua majani 8 ya mkaratusi ndani ya lita 1. Alafu namna ya kutengeneza hizi dawa, chemsha kwanza maji. Nasikia? Maji yafanyeje? Yachemke. Yakisha chemka, unachukua ile majani unafanyaje? Unasoak ndani, alafu unafunika. Usiendelee kuchemsha, acha pale yale yaendelee kufanyaje? Kutoa ile dawa yake. Kisha maliza, kama baada ya saa 1 hivi, unachukua kikombe mara ngapi? Alafu na majani yake yale, unachukua sa majani mengi, unayachemsha. Yenyewe sasa yale unachemsha, ukisha chemsha unajikanda. Unafanyaje? Unajikanda asubuhi, mchana, na hautasikia tena maumivu, hata baadaye hayatakuwepo tena. Mnasemaje watu? Hii nimeitumia mwenyewe. Mke wangu alipata ajali, akalia X-ray, nikamwambia wewe tulia. Mungu nisema tuna Mungu wa kufanyaje? Tabibu. Sasa ameagiza yeye. Hii inatoka kwenye kiti cha, tunajipunja sisi. Haya, sasa tuingie kwenye hiki nilichokuwa nataka. Sasa kuna hii dawa nyingine ya kusaidia pia pressure. Hii kama una pressure na nini itakusaidia, inazibua mwili. Hata kama hauna nani unaweza ukaitengeneza. Kabla sijaingia sasa ndio niimalizie hiyo ya mwisho. Hii dawa ni nzuri sana. Sasa yenyewe vitu vifuatavyo ndio ambavyo vitatumika kuitengeneza. Cha kwanza, unachukua nyanya 10 zilizoiva. Nyanya. Wewe fata, hii dawa inatibu nini? Pressure, inasaidia stroke. Na hata kama mtu amepoteza fahamu, unaweza ukampa kwa mshtuko, kama amepata mshtuko. Hii inatibu ile mshtuko kwa sababu ya mzunguko ambao sio sahihi, inayotokana na mzunguko wa damu. Nyanya 10, alafu nyanya chungu 10, pilipili hoho 10, vitunguu maji kilo 1, vitunguu saumu kilo 2, kilo 1, vitunguu saumu kilo 2, karoti kilo 1, malimao au ndimu 50. Alafu kuna beetroot, red beet, mnafahamu yale viazi kama kiazi sukari. Kile mnafahamu beetroot kiazi sukari wanasema unatumia nusu kilo. Kiazi sukari kile wanaita beetroot kile kiazi damu kile si wanaita kiazi damu unachukua nusu kilo. Sasa nyanya, kwa sababu kunakuwa na hofu ile ya sumu, si ndio? Unasaga mkaa. Unachukua mkaa unautwanga, alafu unazisok, unaloweka mule at least saa 1. Mkaa wa aina yoyote. Kama hauna mkaa mwingine, wewe tumia huu mkaa huo. Tumia mkaa wa aina yoyote.
Alafu ukisha kamaliza unachukua hivi vitu vyote unaanza kuvisaga kwenye blender. Unasaga vyote hivyo. Unasaga, ukisha saga hapa at least unaweza kupata kama lita 5 za hii dawa. Ukisha maliza matumizi yake sasa, unatumia nusu glasi mara 3 kwa muda wa siku 10 hadi wiki 3. Kwa hiyo unaitunza kwenye fridge. Kwa hiyo kwa mtu aliyepata nini, kama unasikia kama hata una ganzi, unapata kama mshtuko, ulikuwa pressure, hiyo shida inafanyaje? Na unatumia maji. Upate lita ngapi? 5. Na maji ni salama. Unatumia maji salama. Ndio. Unachuja. Ndio. Unachuja tu, ikisha nani unachuja, unapata hizo lita 5. 5. Hiyo shida inafanyaje? Inakuwa imekwisha. Sasa okay. Ndio. Samahani, nitarudia. Nakotoka mimi, watu wanalalamika sana kuhusiana na wanaita gesi. Sasa nilikuwa ninaomba tuweze kupata pia dawa ya ili tatizo la gesi, ili tukawasaidie watu kwa ajili ya kuwafikia pia kwa namna moja au nyingine, kuwafikishia neno la Mungu. Asante. Gesi. Gesi ni ulaji mbaya. Kwa hiyo wanatakiwa tu wapate elimu, waangalie namna wanavyokula, kwa sababu katika utaratibu wa ulaji hautakiwi kula chakula alafu muda huo ukachanganya na maji. Ndio kuna makosa makubwa. Yaani unakula tu alafu unachanganya na nini? Na maji. Mazingira yanayotoka watu hawezi kuelewa kirahisi hivyo ulivyojibu. Ndio. Ni kwa sababu wana mtindo mbaya wa ulaji. Lakini sasa kila wakienda hospitali, daktari akiangalia kwamba wewe una gesi, anapigwa vidonge. Wewe una gesi, unapigwa vidonge. Sasa at least hiyo simple remedy utupatie. Ndio, pamoja na kuwashauri wasiwe na ulaji mbaya, lakini kuna ile ambayo unaweza kumuelekeza mtu akaiandaa, na hiyo recipe akampa na yeye akaweza kujisaidia nayo. Hilo swala ni la kubadilisha tu tabia, wala alihitaji kuhangaika sana. Ni kwamba gesi inatokana, yani hiyo mpaka sasa umsikilize mtu. Ukishajua ndio utajua namna ya kufanyaje. Lakini specifically dawa zipo sawa, okay. Kuna maji kwanza hata ya uvuguvugu. Akiyatanguliza kunywa ya dakika 40 kabla ya kula yatapunguza gesi. Alafu pia unamshauri kwamba afanyeje? Anapokula chakula asichanganye chakula na nini? Na maji. Aepuke baadhi ya vyakula ambavyo vinachochea gesi. Kwa mfano soda inaweza kuleta nini? Ikaleta gesi. Alafu kama kuna dawa rahisi ni mkaa. Kwa kutumia nini? Okay. Wengine nisaidie. Unachukua kijiko, unaweka kwenye maji ya uvuguvugu. Anatumia especially mara 2 inatosha. Ili asubuhi, alafu na jioni, sio wakati ule wa chakula. Kijiko kimoja cha chakula cha chakula Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hili swali aliloliuliza yule ndugu kwamba mazingira yanakotoka kuna watu wanaopatwa na tatizo la gesi.
Hili tatizo ni critical problem, sio kwamba ni la kuzungumza kirahisi rahisi kama tunavyofikiria. Kwa nini jambo hili linakuwa ni swala ambalo wakati fulani linakuwa sugu? Mtu anameza dawa zote za hospitalini anamaliza, anaweza akatumia chako akamaliza, lakini shida ikabaki pale pale. Mimi nikiwa pale Arusha nimekutana na mwalimu mmoja mstaafu ambaye alikuwa anatokea sehemu za, yule mwalimu ni Mpare. Alifikia hatua akawa ameiaga familia kwamba muda wote naweza nikafa kwa sababu ya gesi. Lakini nikamwambia kwa sababu Mungu anaweza, acha tufanye kazi. Huwezi amini jinsi nilivyomtibu, nilimtibu katika namna nyingine ambayo ni rahisi sana. Kama mtu anaweza kuandika, ninaanza kutaja dawa jinsi nilivyoitengeneza. Gesi. Unatafuta zile epo za asili, epo. Epo za asili. Ndiyo. Unachukua custard apple ambazo tunaita tope tope. Tope tope. Kuna matunda yanaita tope tope. Unachukua red berries au tunasema red berry. Kuna red berry na blackberry. Nadhani mnazijua hizo. Unachukua kitu ambacho wanaita kabeji nyekundu au kabeji ya rangi ya nyama, wanaita kabeji ya rangi ya nyama. Inakuwa kama na uburu kidogo lakini ni nyekundu. Halafu unachukua na mchicha wa asili. Kwa pembeni unakuwa umetengeneza juisi ya vitu vinne. Juisi ya tangawizi, yaani haichanganywi na chochote, unaitwanga tangawizi kama ilivyo, kisha unaikamua unapata lita moja. Juisi lita moja. Inategemeana, kuna tangawizi zingine hazina maji, lakini tangawizi zile nene nene ambazo zinaweza kutoa maji hata kilo 3 tu zinatosha kutengeneza lita hii moja. Lakini pia kwenye upande wa tangawizi huwa tunaziangalia ukanda zinapolimwa. Juisi na tangawizi zinazolimwa sana kwenye mchanga huwa hazina ukali. Tangawizi za kidongo chekundu ndio nzuri, kama zile za Upareni unazikuta zina nguvu kweli, au za Kigoma au za Kasuru. Alafu unatengeneza juisi inayotokana na kitunguu saumu. Sio vitunguu saumu vile vinene vinene vya kisasa ambavyo ni vya DNA, vile vya asili. Kuna haya manene manene na tule tudogo, lakini tule tu asili. Tule ndio tunakuwa na dawa ya kutosha. Unapovichukua vile vitunguu saumu, ukishavimenya unabakiza lile ganda lake la mwisho kwenye vile vipunje. Halafu unatwanga, aidha kama una blend. Baada ya kubrendi, tengeneza kilo zako 3 au 4. Ukimaliza kubrendi, unachukua ndimu ya unga au tunaita citric acid. Unachukua vijiko 4. Unachanganya na kile kitunguu saumu. Kilikuwa na rangi yake ya kawaida, ukishakuweka utakiona kinafanana na damu. Kisha unachukua kitunguu maji. Chukua kilo zako 4. Kikatekate vizuri kama unatengeneza kachumbari. Halafu kisha ukisage au ukitwange. Halafu utachukua vijiko vyako 4 vya ndimu ya unga unaweka mure. Utaziacha zipite dakika 30. Utavigeuza geuza ili kuvichanganya. Usigeuze katika hali ya kawaida, utavaa gloves. Maana usipovaa gloves unaweza ukachunika kwa sababu ile ni asidi kali. Baada ya hapo utachemsha maji ya moto. Maji ya moto utakayoyachemsha zisizidi lita 2 za maji. Kisha utachukua yale maji, utaweka nusu lita 1 kwenye kitunguu maji, nusu kwenye kitunguu saumu. Utageuza geuza, kisha utatulia kama dakika 30. Halafu dakika 30 zikipita, utachanganya vitunguu maji na vitunguu saumu pamoja.
na kuanza kuchuja. Unaweza kuchukua safeti la gunia, aidha chekecheo la kawaida, ukachuja upate juisi. Juisi yako itakuwa unaweza kupata lita 2 au lita 2.5. Kisha utaichukua hii lita 1 ulioipata kwa tangawizi, utazichanganya pamoja. Utakapozichanganya, utakuja utachanganya na ile juisi ya yale matunda. Ukimaliza kuchanganya, mpe huyo mgonjwa mwenye gesi. Kama atakuwa ni mtu mwenye shukrani, atapona vizuri na atakununulia suti. Asante. Basi unaona muda lakini ngoja nimalizie hiki kitu muhimu. Sasa hii dawa yenyewe sasa, tiba hii inatibu matatizo ukiwa na vidonda vya tumbo, ukiwa na bawasiri, ukiwa na shida kwenye ini, ukiwa na tatizo la figo, ukiwa na maumivu, yani ni chochote karibu ukiwa nacho wapi? Yani wewe ukisikia ukiona umeshindikana huelewi. Ukiwa na athima inatoa na uchafu mwilini, yani chochote, ukiwa sina maumivu ya joint, yani ninawapatia kitu cha thamani. Ukiwa na kikozi, ukiwa na uvimbe, na siri ya hii dawa, hata mama akiwa na kansa inayoanza ya shingo ya kizazi, kwa sababu imeshatumika na ikaprove inakwisha. Hata ukiwa na uvimbe ule uvimbe maji, imesaidia wengi. Kwa hiyo ni dawa ambayo yani nashindwa hata kusema, ina miujiza kwa kweli hii dawa. Sasa mchanganyo wake ni rahisi, ni hii ifuatayo. Vidonda vya tumbo hapa havikohoi, yani hapa havipigi hata chafya hapa. Unasikia? Hapa hata donda tumbo ipigi nini? Hata vilivyoshindikana, hata kama mtu ametapika damu. Hii dawa hata mtu amejaa tumbo limejaa maji kwa sababu ya shida ya ini, anapona kabisa. Alafu niwaambie kitu kizito niwaambie kilichoko nyuma yake. Niwaambie sasa hii ndiyo dawa ya ile kitu inaitwa homa ya ini. Homa ya nini? Tumeitibia 100%. Homa ya nini? Ndio sababu sikutaka mrushe hewani. Unajua hivi vitu ni vya kwetu vya ndani. Nawapa tu kwa sababu basi ni ndugu zangu. Iwe kikozi, iwe yani hapa hakuna, iwe mtu atatura figo, kuna yani hapa ni kila kitu. Mama siwe stage za mwanzo za kansa. Hii imefanya miujiza. Yani almost hata siwezi nikataja. Si bawasiri inakauka tu yenyewe kule. Yeah. Haya, andika. 1. Mdarasini ya India. Mdarasini ile ya India, kuna mdarasini kuna zile si ya Tanga. Sasa ile ya India yenye mbona sokoni nyingi. Mdarasini ya India ukionja yenyewe inakuwa na utamu, ina ukakasi alafu ina utamu. Inakuwa kama na sukari hivi. Yaani ukionja tu kinani hivi na uwe makini. Unajua siku hizi mambo yameharibika. Unaweza ukaenda ukauzia hata kitu ambacho sio chenyewe. Kwa hiyo mdarasini ya India yenyewe ina utamu. Ukionja tu mdomoni inakuwa na utamu na ukakasi kidogo. Yenyewe unachanganya vijiko 5 vya chakula. Vijiko vingapi? 5 vya chakula. Alafu karafuu. Ile karafuu iliyosagwa, mnaifahamu? Inayotumika kwenye mambo ya chakula, sio ile nyingine ya vidonge, ile nyingine nyeusi ile. Nadhani wote mnaifahamu ile karafuu. Kijiko kimoja cha chakula. Alafu chumvi ile ya kienyeji. Chumvi ya kienyeji ile ambayo unakuta imetengenezwa lakini iko kwenye bonge, zinafungwa kwenye majani ya mgomba zile. Si mnaifahamu, huwa ukienda sokoni ni chumvi ambayo inatumika sana kwenye dawa za vikozi.
tofauti. Huwa yenyewe huwa imefungwa kwenye majani yani majani, wanachukua majani ya mgomba wanaifunga ndani yake, inakuwa kama ni bonge fulani hivi yenyewe sio nyaraja, ni ile nyingine ipo, ndio hiyo kila hiyo mmeifahamu? Labda kwenye mazingira ya Dar es Salaam hapo inajulikanaje? Labda hiyo magadi. Hapana, sio magadi. Chumvi ya Kibena inatumika sana kwenye vikozi. Labda hii tunaweza tukafanyaje? Kama mtu tunaweza tukaenda Kariakoo huko tuitafute, ili watu muione kabisa practical. Sasa siwezi kujua. Sasa sisi kwetu kule kama kuna mjita, hapa kuna mjita munyugu wa Bukune. Ugumenya? Nafikiri kabla tujaondoka hapa tukumbushane tuwe tumeifahamu. Yenyewe una nani na yenyewe yenyewe kwa sababu ni bonge, unatwanga unachukua kijiko hiki kimoja unachanganya. Naam. Chumvi yenyewe ni asili, inauzwa. Unaikuta tu imeshatengenezwa, ipo inauzwa. Inachimbwa. Ni asili. Cha chakula yote kipimo ni kijiko cha chakula. Alafu tangawizi ya unga kijiko kimoja, hicho cha chakula. Unatengeneza, hii ndio mchanganyiko wake nakwambia. Sasa vifaa ndio hivyo. Ukiamua kutengeneza mwenyewe, ukiamua huko unakuta pia zilipo ambazo zimekushauzwa. Na ukiamua kutengeneza mwenyewe, unachukua unaitwanga unaandika kwenye kivuli. Alafu unaisaga. Usiandike kwenye jua. Alafu kuna ikisha isaga ni kijiko kimoja cha chakula. Alafu vitunguu saumu robo kilo. Alafu asali. Asali unaweza ukaweka nusu lita. Inakuwa ni nyepesi kidogo. Vinginevyo huwa inakuwa nzito sana. Kwa hiyo kama kuna uvimbe, unaona kwamba huyu ana nini? Ana uvimbe. Unaongeza dawa inayoitwa uwatu. Hapo sasa kama kuna uvimbe, kama kuna shida ya nini? Ya uvimbe. Kama kina mama wakati mwingine wana ule uvimbe maji, ile inaitwa cyst. Hii inasaidia sana. Kwa mfano hata kuna uvimbe labda bandame imevimba. Kwa hiyo kama kuna uvimbe unaongeza uwatu. Uwatu si naweza kuielezaje? Kuna dawa fulani, nani anafahamu uwatu wakati uwatu yaani wewe nenda tu, ukienda kule kwenye wale wanaouza tiba za yale maduka hasa ya Waislamu unakuta ipo. Ukiambia tunaomba uwatu, watakupa. Ni kijiko kimoja hadi viwili cha chakula. Naam? Uwatu una rangi ya njano. Jina lake ni hilo hilo uwatu. Unapatikana kwenye maduka ya tiba asili. Unaitwa uwatu. Ukienda tu wenyewe wanauelewa wanakupa. Ila ukikuta labda sasa wetapeli, ukiona rangi sio ya njano mwambie mbona rangi tofauti. Lakini wengi wanauza hivyo hivyo. Unaitwa uwatu, rangi ya njano. Una rangi ya njano. Na hii dawa
kwa wale wenye maumivu, ukitaka ifanye iwe bora zaidi, iwe bora zaidi, na hasa kwenye matatizo kama ya saratani, matatizo ya wale waliopata hata mzio. Si unakuta mtu amepata mzio anawashwa, si ndio? Unakuta kila anaumuka, amepata mzio. Mnafahamu mzio? Kwa wale wenye allergy wale, yaani ukitaka sasa iwe nzuri zaidi, asali ya nyuki wadogo ni bora zaidi. Asali ya nyuki asali ya nyuki wadogo ni nzuri, ukichanganya na asali ya nyuki ni safi sana. Inafanya kazi, yaani hata mama si joint zimeisha ute, ukiwa na asali ya nyuki wadogo inakuwa ni bora. Hata kama hata mama, labda hata mtu amesikia yani ana tatizo la magoti hayana ute, asali ya nyuki wadogo inakuwa ni nzuri. Si mnafahamu tabia ya asali ya nyuki wadogo? Sio tamu na ina ukakasi. Na mara nyingi inakuwa ina gesi, ukifungua inatoa nini? Inatoa gesi. Watu wa Mungu, nadhani muda umeisha. Hiki kitu ni kitu cha thamani. Mbingu itakushangaa kwenda wapi? Unachanganya, ukishachanganya ni kijiko mara 3. Kijiko. Alafu hii tunashauri uweke kwenye chombo cha udongo. Chombo cha? Ukichanganya hii dawa ni vizuri unaifunika. Ichanganye tu kwenye sahani, kwenye bakuli kubwa, alafu uifanyeje? Uifunike. Yaani hiyo hata sisimizi ya sogei na haiharibiki. Vitunguu saumu unavimenya, alafu unavitwanga. Na? Hakuna maji, maji yake ni asali. Kulingana na shida ulio, lakini inaweza ikatumika mpaka siku 21, sio sumu hiyo. Tena inaondoa sumu zote. Ukiitumia unarudi kwenye ujana. Jamani, nadhani kwa sababu bado tupo, ndio uzuri wa makambi. Na si mmeandika? Kesho yupo anaendelea. Okay. Haleluya. Watu wanatamani wajifunze afya peke yake. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikiria na kudhi, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa.